Naitwa Yusufu Rupiria, ni mwenyekiti wa wamiliki na wasafirishaji abiria mkoa wa Mwanza. Wamiliki halali ambao wanalipa kodi zote za serikali kuanzia TRA, tunalipa ushuru kwenye halmashauri zetu, tunakata bima, tunakata insurance na tunakata LATRA. Lakini tunashangazwa na kitu ambacho kimekuja kwamba kuna ushirika. Serikali inahitaji kuendesha ushirika kwenye vyombo vyetu. Lakini serikali ilipaswa ijoini na wamiliki wa kutosha, sio watu 7 au 4 ambao wameanzisha ushirika. Halafu tuingie nao makubaliano kwamba hatuwezi kuingia kwenye ushirika ambao hauna mikataba na wamiliki. Mtu tu ananiambia tuingie tufanye ushirika, tuendeshe gari zetu chini ya ushirika, lakini sina mkataba naye. Halafu hii ni mali yangu binafsi, huwezi kuingiza kwenye ushirika kwa nguvu kama inavyosemekana sasa hivi. Kwamba usipokuwa ushirika, gari yako inaweza kanyimwa leseni ya LATRA. Maanake kwamba unatakiwa uirudishe nyumbani ikae tu mpaka uingie ushirika. Kwenye serikali ya Tanzania chini ya usimamizi wa rais wetu mpendwa, haina amri yoyote ya kuingia kwenye biashara ya mtu kwa nguvu. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti nakanusha kwamba Mwanza wamiliki wa daladala na wasafirishaji abiria kwenye jiji la Mwanza, kwenye wilaya kuanzia Misungwi, Nyamagana, Ilemela na Magu kwamba tumekubaliana. Sio kweli. Leo namwambia mwenyekiti wa ushirika kwamba afanye ushirika na watu ambao wamekubaliana nao, sio sisi ambao hatujakubaliana kuingia kwenye ushirika. Ushirika sio lazima. Ushirika ni mtu atakuwa na hiari yake kwenda kwenye ushirika, na lazima achungulie faida ya ushirika ni nini. Sisi hatujaelewa. Lakini kingine ambacho kinatushangaza kwamba lazima uwe ufunge BTS na tiketi mtandao uwe nayo. Mashine ya kukata tiketi kwa Dar es Salaam hilo zoezi halijaanza. Kwa Arusha hilo zoezi halijaanza. Sisi Mwanza tumesema LATRA walete utaratibu na walete elimu kwa maandishi kama ilivyokuwa bajaji. Condition za leseni ya bajaji pamoja na bajaji inavyotakiwa ioperate, inatakiwa ioperate bajaji kama taxi. Lakini LATRA wameshindwa. Sasa bajaji inaoperate kama daladala, inaingia kwenye vituo vya daladala, inabeba watu 4, watu 6, wawili, watatu nyuma, watatu mbele. Dereva anaendesha kwa pembeni. Sitakubali na kuwaruhusu wamiliki. Jana tulikuwa na kikao kikubwa sana hapa Mwanza. Tulisema kwamba tupaze sauti kwamba sisi hatutaingia kwenye ushirika kwa kutumia nguvu. Ushirika ni hiari, ni hiari ya mtu, ndiye inayomfanya mtu akaabudu Sabato, akaabudu RC, akaabudu Roman, lakini sio kulazimishwa kwamba tukaabudu sehemu moja. Hakuna sheria inayoniambia mimi tukaabudu sehemu moja. Kwa hiyo hakuna sheria inayonilazimisha mimi niingie kwenye ushirika. Na kama sitaingia ushirika, maana yake kwamba biashara yangu isitishwe kwamba lazima uingie kwenye ushirika. Kwa maana LATRA wanasema usipoingia ushirika huwezi kupata leseni. Kwa hiyo tunalazimishwa kuingia kwenye ushirika bila hiari yetu sisi. Na ukirudi nyuma, serikali ya Tanzania iko kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Haiwezi CCM ikatengenezwa utaratibu na Chadema hata siku moja. Na sisi CCM hatutakubali kwamba Chadema alete mawazo yake kwetu na tuweze kufanya kazi naye. Hatuwezi. Sasa hii ushirika unataka kulazimisha sisi tufanye kazi nao bila makubaliano yoyote. Lakini kile chama sisi hatukatai kuwepo, kiendelee. MTA, chama cha wamiliki na wasafirishaji abiria mkoa wa Mwanza, hatuwafiki kuingia kwenye ushirika kama ulivyotayarishwa. Na kama kuna mamlaka mengine juu watatuelekeza, sisi kama ni ushirika tutatengeneza wa kwetu. Sio kutulimit kwamba ushirika uliosajiliwa huu, hakuna ushirika mwingine utakaosajiliwa. Wanadai kwamba tuko kwenye mlengo mmoja, hamwezi kusajili vyama vile vyenye mlengo mmoja. Mbona vyama vya siasa wanasajili?
ambao viko kwenye mlengo mmoja. Dira ya ushirika ni secular, kwamba secular ushirika huu tutaanzia 1 2 3 4 5 mpaka 10, lakini hatuambiwi, wanafunua diary. Mimi sitadumbukiza watu kwenye ushirika, watu wengi kiasi hicho kutumia diary. Mheshimiwa Rais, tunakuomba uingilie kati swala hili. Diary sio waraka, ni matashi ya mtu ameandika anakuja kutusomea. Hata mlasimu wa vyama vya ushirika, huyu mlajisi wa vyama vya ushirika, hajaja akatuonyesha secular ushirika inaendaje, unaingiaje kwenye ushirika. Watu wanaficha utaratibu. Mimi nimewaambia, akasema document za serikali hazitaki kuletwa hapa. Ushirika ni watu waliokubaliana kufanya mambo yao kwa kupitia utaratibu wao. Sasa kwa nini wewe ukatai kuwaonyesha uhalali wa kuitwa wewe mwana ushirika, ufiche document? Na hizi document kama wamesajiliwa, niliwaomba hata certificate yao na si tupewe tujisomee, sio ikae tu ofisini wakaniambia kama wewe huna sifa ya kupewa certificate. Kama sina sifa, na mimi sina sifa ya kuwapa wanachama wangu kwenda kuingia kwenye ushirika. Mimi kama mwenyekiti ambaye naaminika, nimechaguliwa na wananchi wengi, na ndio jana wamenituma wakaniambia, mwenyekiti, nenda ukalikatae hili. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.